unapokuwa ndugu wa Yesu, kuna kitu kinachoitwa urithi. Urithi. Hawezi ukarithi kama wewe sio ndugu. Hakuna familia ambayo unaweza kwenda kurithi kama wewe sio ndugu. Na ndugu anaorithi, binamu harithi, mjomba harithi. Ndugu anayerithi ni kaka, dada na mama. Kwenye familia hiyo baba amefariki, ameondoka. Kati ya watu wanaobaki na mandate kwenye hiyo familia na mamlaka kwenye hiyo familia ni watu hawa watatu wanabaki. Kama mama amebaki iko hai, ndiye ana mandate. Kama dada yupo, ndio ana mamlaka. Kama kaka yupo, ndio ana mamlaka. Hawa watu watatu. Ndio maana Yesu anasema kwamba wale wanaofanya mapenzi yangu, hao ndio ndugu zangu, hao ndio kaka yangu, hao ndio dada yangu, huyo ndio mama yangu. Kwa nini? Anakuwa anajaribu kuonyesha kwamba hao watu wanaosikiliza mapenzi ya Mungu, moja kati ya faida watakaoipata ni faida ya kurithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kurithi, kuko kurithi katika maeneo kadhaa kwenye hilo andiko. Eneo la kwanza la kurithi, anazungumza kurithi kwa maana ya kurithi tabia. Hapa ndipo ambapo huwezi ukachukua tabia fulani za genetiki, ukachukua tabia fulani hizo kwa mzazi ambaye sio wa kwako. Huwezi ukachukua kwa mjomba. Ndio maana utachukua, kuna vimelea vya tabia ambavyo wewe umevichukua, lakini umevitoa kwa nani? Umevitoa kwa baba yako. Kuna vimelea vya tabia umevitoa kwa nani? Umevitoa kwa mama yako. Wale ndio umetoa. Kuna vitabia umerithi kutoka kwa wazazi. Ndio maana Yesu anajaribu kuzungumza juu ya ndugu hao wa karibu. Lakini sio tu tabia, lakini bado kuna urithi mwingine ambao ndio urithi wa mali. Mali haiwezi kurithiwa na mtu mwingine. Kati ya watu wenye mamlaka ya kurithi mali ni watu gani? Ni hawa watoto, kaka, dada, kwa sababu hao ndio wana mamlaka ya kurithi mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anapokuambia kwamba wale wanaofanya mapenzi ya Mungu, hao ndio ndugu zangu, hii inamaanisha mtu kwenye kufanya mapenzi ya Mungu, huyu mtu moja kwa moja ndipo mahali ambako anakwenda kuambukizwa tabia, kurithishwa tabia za kiungu. Watu wengi hawana tabia za kiungu ni kwa sababu hawafanyi mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa kukosa kufanya mapenzi ya Mungu, zile tabia za kiungu haziwezi kuwa kwenye maisha yao, kwa sababu wamekosa kitu ambacho kinaitwa nini? Wamekosa undugu na Yesu. Wamekosa undugu, sio kaka yake, sio dada yake, huyu mtu sio mama yake. Lakini mtu ambaye ni mama yake automatically atarithi kitu kinaitwa tabia. Kwa hiyo tabia zile za kiungu zitaflow kwenye maisha yake, kwa sababu huyu mtu ni mtu ambaye amefanyaje? Ni mtu ambaye ni ndugu wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sio watu wote ndani ya kanisa wanaweza kuwa na tabia za kiungu. Kwa nini? Kwa sababu sio wote wanaofanya mapenzi ya Mungu. Watu wengi hawafanyi mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kutokufanya mapenzi ya Mungu, wanajikuta wanakosa tabia za kiungu kwenye maisha yao. Lakini anachojaribu kuingia kingine kukieleza cha muhimu sana, anazungumza juu ya urithi. Huo urithi wa mali. Haleluya. Urithi wa mali ni vitu ambavyo automatically anaviachilia. Ndio maana mali hii inaachiliwa kwa wana wa Mungu, kwa sababu hao wana wa Mungu ndio ambao wanapaswa kurithi hiyo mali. Wanapaswa kurithi hiyo mali. Sasa hayo ni maeneo ya urithi. Lakini eneo la pili ambalo kwa nini Yesu anatuambia hao wanaofanya mapenzi ya Mungu ni ndugu zangu, ni eneo la pili. Hao watu watajua siri za familia. Ukiwa ni ndugu kwenye familia, ukiwa ni kaka ni dada, utajua siri kwenye nini? Utajua siri kwenye hiyo familia. Ndio maana Yesu anasema hawa wanaosikiliza mapenzi ya baba yangu, huyo ndiye dada yangu, huyo ndiye kaka yangu, huyo ndiye mama yangu. Kwa nini? Kwa sababu hawa mama, kaka, dada, hawa ni watu ambao watasikia na kujua siri za familia. Sikia, ufalme wa Mungu ni familia. Kwenye familia huwa kuna siri za kwenye familia. Ndio maana kwenye familia yako kila mtu hajui siri za kwenye familia, lakini dada ana possibility ya kujua siri, kaka ana possibility ya kujua siri, mama ana possibility ya kujua siri. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanafamilia. Hii inamaanisha kuna vikao vya familia vinavyokaliwa. Vile vikao vya familia vinavyokaliwa, ziko siri zinatoka mahali pengine. Yesu anasema siwaiti tena ninyi watumwa, ninawaita ninyi ni rafiki zangu, kwa sababu mmezijua siri zangu. Hii inamaanisha ya kwamba
tunapokuwa tukifanya mapenzi ya Yesu, moja kati ya eneo ambalo Yesu analifanya au analiachia, atakupa siri za ufalme. Sikia, sio watu wote wanajua siri za ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unazo siri, lakini zile siri za ufalme wa Mungu, watakaozijua zile siri ni watu ambao wanafanya mapenzi ya Mungu. Hao ndio wanafunuliwa siri za ufalme. Ukitaka kufunuliwa siri za ufalme, ni lazima uwe tayari kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu hizo siri za ufalme hazitoki kwa kila mtu. Ndio maana sio watu wote wanaweza kumsikia Mungu namna ambavyo akiwafunulia vitu fulani fulani. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa sifa ya kufanya mapenzi ya Bwana.